Tanzania tunasimama pamoja kwa ajili ya maombi. Hiki ni kipindi ambacho kitawaleta watumishi mbalimbali wa Mungu kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini kwa ajili ya kuombea nchi yetu ya Tanzania, hasa katika kipindi hiki kinachokuja cha uchaguzi. Ni maombi ambayo yanatufanya Watanzania wote tusimame pamoja kwa ajili ya kuiinua nchi yetu. Tunawakaribisha Tanzania watumishi wa Mungu kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kusimama pamoja kwenye kipindi hiki. Kipindi hiki kinachoanzishwa sasa kitakuwa ni maalumu kwa watu kutoka nchi nzima ya Tanzania. Karibuni sana na muone, mshiriki katika maombi haya yanayofuata kutoka kwa watumishi mbalimbali. Karibuni sana watazamaji wetu. Hallelujah. Naitwa Bishop Rachel kutoka kanisa la The Living Gospel Mission. Namshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo tumepewa na viongozi wa kurugenzi katika ile eneo la Agape Television Network kwa ajili ya kuiombea taifa letu na hasa maaskofu wakuu kutoka SPCT. Basi mimi ninaenda kuomba ili Mungu aweze kutupatia ule moyo wa maombi na tuombe kwa pamoja. Haleluya. Baba, ninakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Ninasema asante kwa ajili ya upendo wako na asante kwa ajili ya neema hii tena nyingine ambayo umeweza kutupatia katika hii televisheni ya Kikristo, tuweze kuwa na ile sauti ya maombi kwa ajili ya kuliombea taifa letu la Tanzania. Bwana Yesu, ninaomba Roho wako Mtakatifu ukaweze kumwachilia ndani yetu ili kusudi tuwe na mzigo wa kuweza kuombea taifa letu, na kila ambaye mtumishi wa Mungu ambaye atakaye kwenda kusikia aweze kuja mahali hapa kwa ajili ya kuombea taifa letu. Tunahitaji kuona amani, tunahitaji kuona uchumi wa Tanzania unaongezeka. Tunakataa kabisa vita vya kidini, vita vya kisiasa, vita vya kikabila, vita vya wivu, vita vya mauaji aina yoyote katika taifa letu la Tanzania. Mungu wangu, tunahitaji utupe moyo na wakati kuona ya kwamba muda ambao watumishi wako wametoa na wanagharamikia kwa ajili ya hiki kipindi, na sisi watumishi wa Mungu kutoka madhehebu mbalimbali tuitike kwa pamoja, kwa sababu Yesu Kristo ulituombea ya kwamba tuwe na umoja kama jinsi wao ulivyo na umoja, na ndipo ulimwengu utakapojua ya kwamba sisi ni watumishi wako. Taifa la Tanzania linatutegemea, serikali, mahakama, bunge linatutegemea, raia, wananchi pamoja na wageni walioko katika nchi yetu ya Tanzania linatutegemea sisi kama kanisa. Hivyo Mungu wangu, kilio changu siku ya leo, mimi na mzigo, mimi na Bwana, tuombe kwa mzigo, kwa moyo, kwa imani. Matokeo yake tuone ulinzi mkubwa katika taifa letu la Tanzania. Tuone baraka tukianzia kwa viongozi kitaifa, wilaya na kimikoa na hata kikata, na hata kwenda chini kwa wajumbe wa serikali za mitaa na viongozi wa vijiji. Tukuone Mungu wetu hata kwa ajili ya uchaguzi. Tukuone Mungu wetu ukifanya mambo yasiyo ya kawaida. Tanzania inaitwa ni kisiwa cha amani. Nchi nyingi wanaitamani Tanzania, lakini kuna wengine Mungu wanatamani kuona vita, wanatamani kuona damu zinamwagika, wanatamani kuona uharibifu. Lakini Mungu, tunasi kuona lile jina Tanzania ni kisiwa cha amani. Mungu wangu, ukaibariki Tanzania na ubariki ardhi ya Tanzania na ubariki watu wa Tanzania na ubariki viongozi wa Tanzania katika jina lako Yesu Kristo. Ninaomba haya na nikiafunika maombi yote kwa damu yako Yesu, na nikipinga kazi zote za vizuizi za yule adui kwa ajili ya maombi kuzuia ashindwe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Naomba na kushukuru. Amen. Naitwa Bishop Wilson Mwaoga, mwafulira wa makanisa ya Pentecostal Renewal Assembly Tanzania, niko Tabata, Segerea.
niko hapa kukuletea maombi kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya Watanzania, kwa ajili ya majeshi yote. Karibu tuungane pamoja kwa ajili ya maombi haya. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana Yesu kwa sababu ya wakati na majira uliyotupa sisi watumishi wako kuja mbele zako kwa ajili ya taifa letu. Ninanyenyekea mbele zako Bwana wa majeshi. Ninashuka mbele zako Bwana wa majeshi. Na umesema ikiwa watu wangu watanyenyekea na kushuka na kuomba na kutubu, nitaponya nchi yao. Baba, ninaomba rehema kwa ajili ya taifa langu. Ninaomba rehema kwa ajili ya kanisa lako. Ninaomba rehema kwa ajili ya majeshi yetu. Ninaomba rehema kwa ajili ya polisi na jeshi la kujenga taifa, jeshi la anga, jeshi la nchi kavu. Ninaomba rehema kwa ajili ya viongozi wetu, rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba rehema kwa ajili ya makamu wa rais. Naomba rehema kwa ajili ya waziri mkuu. Naomba rehema kwa ajili ya mawaziri wote na wabunge na spika wa bunge, jaji mkuu wa mahakama kuu. Baba, wote ninawaleta mbele zako. Liponye taifa letu, Mungu wetu mwema. Ponya nchi yetu, Mungu wetu mwema. Ponya na magonjwa, ponya na tauni, ponya shida zote zinazotokea katika taifa letu. Mungu, wewe upo kwa ajili ya nchi yetu. Umesema unainua mtu asimame mahali palipobomoka. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, nainua Tanzania mbele zako Bwana. Na wainua Watanzania wote wa makabila yao, kwa lugha zao, kwa namna yao, wanawake na wanaume, vijana na mabinti, watoto wa kike na wa kiume. Watanzania wote ninawaleta mbele zako Baba. Ninalileta kanisa lako mbele zako Baba. Ninawaleta maaskofu na wachungaji, mitume, manabii, walimu na wainjilisti. Wote ninawaleta mbele zako Mungu mkuu. Tunasimama mbele zako Kristo kama mawakili wa siri zako. Ponya nchi hii Bwana majeshi. Komboa taifa letu Mungu mkuu. Lilinde taifa letu Baba wa mbinguni. Tunakwenda katika nyakati za uchaguzi. Bwana, tunaamuru baraka zako kuja juu ya taifa letu. Mjalie neema rais wetu Bwana, asimamie amani ya Tanzania na haki yake, ili utulivu kapate kutamaraki katika nchi yetu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, mamlaka zote zinazomsaidia Mungu, ninaomba mioyo yao ikawe pamoja, wakaliongoze taifa hili, wakalisimamia taifa hili kwa mkono wako wenye nguvu, na nchi yetu ikalindwe na uweza wako tokao juu. Mungu wa majeshi, tunakataa vifo, tunakataa damu kumwagika, tunakataa roho ya faraka, tunakataa matengano, tunakataa kubomoka kwa taifa letu. Likajengwe taifa letu katika umoja wetu, na uchaguzi ukaishe salama, tukapate ushindi mkubwa. Mungu Baba, tenda haya na utukufu wako utakurudia wewe. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba haya nikiamini Mungu umefanya, katika jina la Yesu. Amen. Mungu wetu, Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako nyingi juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu ya wasaa huu mwingine ambao umetupa watumishi wako kuweza kusimama pamoja, kuweza kuomba kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, taifa ambalo tunalipenda sana, taifa ambalo umetupanda katika nchi hii ili kusudi kwamba tukutumikie. Yehova, tunakushukuru kwa sababu wewe mwenyewe Bwana Mungu wa mbinguni umelifanya taifa hili kuwa la mfano. Mahali pengi wamekuwa wakitamani laiti kama wangezaliwa katika nchi hii ya Tanzania, lakini wamezaliwa mahali pengine unalokusudi nao. Sisi tuliozaliwa katika nchi hii Bwana ni watu ambao tunalipenda taifa letu. Ni watu ambao tunatamani kuona taifa letu likisimama, likiendeshwa katika haki na uhuru wa kuweza kuabudu, na uhuru wa kuweza kutembea na kufanya kazi yako pasipokuwa na kizuizi, ambapo hilo limetendeka nyakati zote. Tunasimama Bwana kwa ajili ya kuombea taifa letu hili Bwana, hasa kipindi hiki ambacho Bwana tunaelekea katika uchaguzi huu wa mwaka huu 2025. Tunaomba Bwana neema yako na nguvu yako iweze kutuvusha salama.
Tunaomba Bwana uwepo wako wa Roho wako Mtakatifu tusaidie. Washike watumishi wako wanaokutumikia katika nyanja mbalimbali za serikali, nyanja mbalimbali za majeshi na sehemu zingine Bwana, hata pale ambapo Bwana wanapohukumu, wahukumu kwa haki, kwa kadri ya neema yako na nguvu yako Bwana. Tunakataa mabalaa yote, tunakataa umwagaji wa damu katika kipindi hiki chote Bwana ambacho tupo kwa ajili ya maandalizi na hata baada ya uchaguzi utakapokuwa umekwisha. Tunaomba neema yako Bwana itushike. Tushike kwa mkono wako Bwana. Mkono wako uliodari na ushujaa, kutuvusha kwa nguvu na ushindi. Bado ukaendelea kutushikamanisha, tukaendelea kuwa taifa mmoja. Tukaendelea kuwa watu ambao Bwana tunakupenda wewe na kupendana sisi kwa sisi, sawa sawa na ahadi ya neno lako linalosema katika maandiko matakatifu. Tunaomba Bwana uwashike wale wote wanaohusika katika maeneo mbalimbali ambayo wanatakiwa kutenda haki na kuhukumu kwa hukumu ile hiyo ni hukumu ya haki, katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea Bwana rais wetu wa Tanzania, tunaombea baraza la mawaziri, tunaombea makamu wa rais, tunaombea waziri mkuu, tunaombea na wale watendaji wote ambao wanatenda pamoja nao, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya. Bwana Yesu ukawasaidie. Bwana ukawape huruma kutoka kwao. Wanapoendelea Bwana kuhudumia watu wako Bwana, wahudumie kwa haki, wahudumie kwa upendo na huruma ya kutosha, ili kusudi kwamba wasitende yasiyopaswa na hata kusababisha vidonda na mambo mbalimbali ambayo mfalme wa mbinguni yataliweka taifa kwenda kuwa katika hali ya huzuni na kuto kujua nini kinachoendelea. Kwa neema yako Bwana ukamshike kila mmoja na kumtetea kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaombea Bwana kanisa lako uweze kuweka uamsho. Liamshe kanisa lako kwa wakati huu, ili kusudi kwamba kila mmoja amke na kuomba kwa ajili ya nchi yetu Bwana. Amke na kuomba kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu, katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu utaenda kuondoa kila mabalaa, utaenda kuondoa kila mwagaji wa damu, utaendelea kuondoa kila matukio ya ajabu ambayo shetani anakusudia yafanyike katika kipindi hiki, ili kuweza kuleta doa na taifa letu Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunajua mfalme wa mbinguni utatusaidia, utatushika, tutavuka pamoja, tutauona mkono wako Bwana, tutakuona wewe kutusaidia Yehova, maana tumekulilia, tumeamua kurudi kwako. Wakati mwingine tumewaza mawazo haya na yale, lakini hayakusaidia. Tumeamua kurudi kwako Bwana, ili utusaidie, utushike kwa mkono wako na kutuvusha tuwe salama katika kipindi hiki chote. Jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe. Yote haya na yakabidhi mikononi mwako, nikiamini umeenda kutenda sasa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi na kwa kipindi hiki ambacho Mungu ametupa kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya taifa letu Tanzania. Kwa majina naitwa Askofu Mkuu Innocent Kapenda wa makanisa ya Bethel Deliverance Center Tanzania, linalopatikana makao makuu yake Kinyerezi, Tabata. Awali ya yote napenda nikualike mpenzi mtazamaji, huu ni wakati ambao tunahitaji kusimama kwa ajili ya taifa letu Tanzania, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea cha uchaguzi. Bila kujali dini, bila kujali kabila, bila kujali tofauti zetu za madhehebu, ni wakati wa kusimama kama mwili wa Kristo na kama kanisa kwa ajili ya kuliombea taifa letu. Nikukumbushe tu kwamba tukumbuke awali ya yote kwamba hatuna taifa lingine lolote na hatuna mahali pa kukimbilia. Pakichafuka hapa hatuna pa kwenda. Tunahitaji tusimame kuiombea nchi yetu bila kujali nini kinachoendelea. Tuombe kwa ajili ya taifa letu Tanzania. Kwa hiyo nataka kuweka wito huu kwa kila mmoja wetu, tusimame kwa pamoja kuliinua taifa letu Tanzania. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbingu na nchi, wewe uliyesema katika maandiko matakatifu, ukaweka agizo kuu kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakikubali, wakielewa, wakijinyenyekesha na kutubu kweli na kuziacha njia zao mbaya, wakaomba, Baba umesema utasikia kutoka mbinguni na utaiponya nchi yao.
Baba, katika jina la Yesu naileta nchi yangu pendwa Tanzania, nainua mikononi mwako e Bwana, na kusihi Mungu wa mbingu na nchi, kwa uweza wako, kwa nguvu zako na kwa mamlaka yako Baba, tunasihi rehema yako juu ya taifa hili. Tunaomba Mungu wa mbingu na nchi kwa ajili ya kila kitu kinachoendelea katika taifa letu. Tunainua nchi yetu Tanzania, yale yanayoonekana kwa nje na yale yasiyoonekana. Kama ulivyosema katika neno lako, mambo ya siri ni ya Mungu. Mungu, tunakusihi Mungu wa mbingu na nchi, ingilia kati juu ya taifa letu la Tanzania. Tunainua e Bwana taifa letu, hasa katika wakati huu tunaoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Baba, tunaomba amani ya kweli. Maandiko yako yanasema taifa linainuliwa kwa haki, maana haki ndiyo inayoinua taifa. Tunaomba neema yako e Bwana. Tunainua e Mungu wa mbingu na nchi taifa letu. Tunainua mahakama. Tunaomba haki itendeke juu ya mahakama. Tunaomba roho wako na nguvu zako ziingilie kati katika kila eneo e Bwana. Tunawaweka wanasiasa wote na vyama vyote vya siasa. Tunaomba amani ya kweli. Tunaomba e Bwana maridhiano ya kweli katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa roho ya mafarakano. Tunakataa roho ya tofauti yoyote, vita za namna yoyote ile. Tunakusihi Mungu, e Mungu wa mbingu na nchi, ingilia kati e Mfalme. Tunasihi uweza wako. Tunaomba damu yako Yesu Kristo ipate kuitakasa nchi yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uaminifu wako uwe juu ya nchi yetu. Tunainua hata uchaguzi unaokuja. Baba, tunaomba uwe ni uchaguzi wa amani na wa haki, maana ni haki pekee huinua taifa. Tunakusihi Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tunainua bunge, tunainua mahakama, tunainua viongozi wa serikali. Tunaomba roho wako na nguvu zako ziwe juu yao. Baba, tunamuinua rais wetu mpendwa pamoja na waziri mkuu na wote wanaomsaidia kazi e Bwana. Tunaomba roho wako na nguvu zako uwashike, uwasaidie. Tunaacha yote mikononi mwako Mungu. Ingilia kati kwa mkono wako na kwa uweza wako, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Mungu, tunakushukuru. Amen. Haleluya. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha maombi. Kwa majina naitwa Sabina Nason Mwaselela, ni askofu mkuu wa kanisa la New Eniakol Assemblies of God. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya kipindi hiki kizuri ambacho Mungu amenibariki, ametubariki pia na nchi yetu ya Tanzania kwa ajili ya kusimama hasa wakati huu kwa ajili ya maombi. Ninawakaribisha wote, karibuni tuweze kuliombea taifa letu, tuweze kuombea uchaguzi ambao uko mbele yetu. Asante sana, karibu tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, tunaliinua jina lako limepita majina yote. Asante Mungu wetu, wewe ni mwema kila wakati, kila saa na kila majira juu ya maisha yetu. Ninaileta Tanzania yetu mbele zako Mungu siyeshindwa, hasa wakati huu ambapo taifa letu liko kwenye mchakato wa kuendelea katika uchaguzi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunajikabidhi mikononi mwako. Neema yako Bwana ikawe juu ya taifa letu la Tanzania, ikawe juu ya viongozi wetu, hasa rais wetu pamoja na wabunge, mawaziri na viongozi wote wa nchi. Bwana Yesu, tunawainua mikononi mwako. Neno lako linasema mkabizini Bwana njia zenu zote naye atathibitika. Bwana, ninakabidhi mchakato wote wa kuelekea uchaguzi mikononi mwako. Amani yako Kristo ikatawale. Nguvu zako na uweza wako e Mungu kawe juu ya Tanzania yetu. Bwana, ukabariki kila mmoja wetu e Bwana. Amani yako ikathibitike kwa kila mmoja. Ukalinde mipaka yetu, ukalinde viongozi wetu, ukalinde Watanzania wote katika jina la Yesu Kristo. Ninasimama kinyume kabisa na hila za mwovu yule adui shetani. Kila uadui uliopangwa katika ulimwengu wa roho juu ya kuharibu taifa letu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, huo uadui hauna mamlaka.
wala hautasimama katikati yetu. Maana Mungu umetupa mamlaka kukanyaga nge na nyoka. Bwana, tunakanyaga kila uadui wa namna zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bali ninalileta taifa letu mikononi mwako Mungu. Bwana, ukatulete pamoja kwa upendo, ukatulete pamoja katika umoja, tukashikamane, tukapendane, tukawe wamoja katika Kristo Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunamuinua rais wetu wa nchi, tunamweka mikononi mwako. Tunakabidhi mawaziri wote, tunakabidhi wabunge wote, tunakabidhi idara zote na serikali yote, tunaikabidhi mikononi mwako. Mungu wa neema na rehema, ukalehemu taifa letu. Mkono wako wenye nguvu ukaendelee kulilinda taifa letu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Zaidi ya yote Mungu, sisi ni kanisa lako, umetuita kwa wito mkuu ili tuweze kuomba kwa ajili ya taifa letu. Na umesema ombeni nanyi mtapewa. Bwana, tunaliombea taifa letu na kulikabidhi mikononi mwako. Bwana Yesu, damu yako iliyomwagika pale msalabani ikaendelee kulitakasa, ikaendelee kulisafisha, ikaendelee kulitia nguvu taifa letu. Katika jina la Yesu Kristo, tunaombea vyama vyote ambavyo viko kwenye mchakato wa kuelekea kwenye uchaguzi. Bwana, mkono wako kathibitiko kaonekane, kawatie nguvu na kuimarisha. Magomvi yasiwepo katikati yetu, bali amani yako Kristo ikaendelee kutawala. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakabidhi Mungu vyote mikononi mwako. Asante kwa kuwa ni mwema na mwaminifu. Mungu, nakwenda kufanya zaidi hata kuliko tulioomba, kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu, amen. Ndugu watazamaji, karibuni katika kipindi pendwa kinachoandaliwa na ATN Agape Television cha kuliombea taifa letu. Mimi ni mwangalizi wa makanisa ya Church of True God na makao makuu yetu iko Boko Magenge. Karibu tuombe kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kanisa pia, na hata pia katika uchaguzi unaokuja. Tuombe. Mtakatifu Mungu unayeketi mahala pa juu palipoinuka sana, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako nyingi kwetu. Tunakushukuru kwa mengi ambayo unafanya kwenye maisha yetu, namna ambayo unapigania taifa letu, namna ambayo unapigania kanisa lako. Tunarudisha utukufu na heshima mbele zako kwa ajili ya yote ambayo umekuwa ukiyafanya toka kuumbwa kwa ulimwengu na kuliasisi taifa hili la Tanzania. Zaidi sana Bwana, tunaomba rehema zako, ukatulehemu pale ambapo Mungu tumeenda kinyume na mapenzi yako. Unasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, utasikia maombi yao. Mungu, nimekuja mbele zako na taifa na kanisa pia, tukiomba rehema kwa ajili ya yote yasiyokupendeza wewe, yanayokusikitisha wewe, yanayokufanya wewe ugadhibike kwa ajili ya uovu wetu. Ukatusamehe Mungu mtakatifu. Yako mengi ambayo yakupendezi, yako mengi ambayo hayafai, na matukio mengine yasiyofaa yanayotokea katika taifa letu. Kwa sababu hiyo Mungu, naomba ukapate kutuhurumia katika jina la Yesu Kristo. Sogea mbele zako nikikusihi Bwana ukalipiganie kanisa na kulisimamisha katika njia yake ya haki. Zaidi sana achilia neema ya kusimama kuomba katika kipindi cha uchaguzi na kuendelea kusimama kuomba na kuliombea taifa letu. Mtakatifu, naweka taifa letu mikononi mwako, serikali na watendakazi wote na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukawapiganie na kuwasaidia kusimama katika njia iliyo sahihi na kusimamia haki tunapoendea uchaguzi unaokuja. Kwa jina la Yesu nakabidhi uchaguzi unaokuja mikononi mwako. Ninakusihi kwa namna kipekee ukaonekane Mungu, ukasimamie, ingilia kati mifumo yote ya inayotumika kuweka watu madarakani katika nafasi zote, iwe ya rais mpaka ya chini kabisa. Ukasimame na wewe ukapate kuongoza hiyo mifumo na kutusaidia kupata uongozi ulio sahihi na wa kweli unaotoka kwako. Mtakatifu, wewe ndiye ambaye unaona yote. Wewe ndiye ambaye umetuandalia. Wewe unajua ni nani anafaa, ni nani hafai. Mungu, tunainua mbele zako wale wanaofaa wakapate kupata nafasi hizo kwa jina la Yesu Kristo. Mtakatifu Mungu, utukufu na heshima ni za kwako, maana utaenda kuonekana katika haya yote. Endelea kuachia taifa lote mikononi mwako, kabla, wakati na hata baada ya uchaguzi huu, tukaone mkono wako Mungu ukitupigania. Utukufu na heshima na enzi ni za kwako wewe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo ni siku ambayo imeandaliwa kwa ajili ya
maombezi. Maombezi yetu ni kwa ajili yetu sisi wa Tanzania. Tunalo taifa moja tu, Tanzania, na watu wake ndio sisi, na ndani yake tumegawanyika katika nafasi mbalimbali tukilitumikia taifa hili. Uwe mchungaji, uwe kiongozi wa siasa, wewe ni miongoni ambapo unatakiwa kusimama kwa nafasi yako. Sasa tunaomba, kwa kuwa tunaona hitilafu za tension, watu wakitazama vyeo, wakitazama nafasi zao labda kwa ubinafsi wao na sio kwa ajili ya taifa, basi inaleta kusukumana na wanaumia ni sisi raia wadogo ambao tunategemea kulindwa. Sasa nia kubwa iliyo mbele yetu ni kuitafuta amani ya Kristo ili itawale katika nyoyo zetu, familia zetu pamoja na taifa letu. Katika kipindi katika Rumi 13 imeeleza utaratibu wa mamlaka zilizopo hapa duniani. Mungu anasema hakuna mamlaka ambayo haikushuka kutoka juu. Kila mamlaka imeshuka kutoka juu. Kwa hiyo kama mamlaka zimetoka juu, kuna hali ya kuweza kusimama katika kutazama yale yatupasayo katika mamlaka zetu, iwe katika habari ya kijamii au ya kiroho. Basi nitazame sasa katika maombi kuweza kuombea nyoyo za watu zikatoke katika muhemko, zikaingia katika kujali maslahi ya taifa pamoja na watu wake. Baba Mungu, naomba kibali sasa ili nikaweze kuomba hali ya utulivu, hali ya kujitambua, hali ya kuwa na mwongozo ule wa kufanya ile tunalotaka mwezi wa 10. Naomba Baba Mungu, asante kwa wakati huu. Baba Mungu, unatambua kwamba katika mataifa Tanzania ni taifa mojawapo, lina watu wake, ndani yake kuna makuhani ambao umewasimamisha wewe mwenyewe, ukatoa mwongozo wa Roho Mtakatifu ili twende katika usawa. Amani yako uliiachia dunia tutazame lile neno lako na mambo yote uliotuagiza, na sio mambo ya dunia hii. Vita, kutengana, kusemana, kuchukiana, haya sio mambo ambayo umetufundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaomba ukatazame fursa zetu za amani yetu, ukatazame kuongezeka kwa taifa letu. Familia zinapozaa zinahitaji facility bila kujipanga, yani kuchagua viongozi wetu na kupanga mambo yetu, hatuwezi kwenda popote. Baba, tuna majeshi yetu ambayo yanatakiwa yakae imara kutulinda ili mipango yetu isiibiwe, isivurugwe na mataifa mengine. Sasa tunaombea Baba umoja wetu wa kitaifa. Tunaombea umoja wetu wa marafiki waliotuzunguka. Tunaombea mito yetu, bahari zetu zikatulizwe, zikakae vizuri. Tunaombea chemchem zetu zikaweze kutoa maji kwa wakati wake. Baba, tunaombea anga likatoe mvua kwa nyakati zake na kwa uzuri bila maangamizi. Baba, tunaombea uchaguzi ukawe wenye haki, tena akasimame yule ambaye amechaguliwa, maana kila nafasi moja anatakiwa, katika kila nafasi anatakiwa akae mmoja, huyo mmoja ukamweke kwa uweza wako. Baba, asante kwa nyakati hizi. Baba, asante maana unakwenda kuonekana. Baba, asante kwa nyoyo zetu, asante kwa roho zetu, asante kwa uwepo wetu, asante kwa ajili ya viongozi wetu, asante kwa ajili ya kusudio hili la televisheni hii kutoa nafasi hii ili tupate kusema, kuombea nchi yetu. Baba, tunakushukuru sana. Tunaomba akili zetu zikastaki pale penye uchaguzi, tukachague wale ambao tunaona sera zao zitaweza kutusaidia. Mungu, tunakushukuru sana. Tunaombea wale wote wanaohitaji kuombewa. Tunaombea viongozi wanaosimama katika habari ya kutegemea Mungu atawapitisha. Mungu, tunaombea sana. Baba, nakushukuru sana katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ninamshukuru Mungu kupata nafasi ya kusimama mbele ya kanisa kwa ajili ya kuliombea taifa letu la Tanzania. Jina langu naitwa Edwin Nathan Kayuanga, ni mchungaji, nachunga kanisa la Pentekoste Yesu ni Jibu pale mkoa wa Pwani, na nimeungana na watumishi wa Mungu wanaotoka kwenye baraza letu la CPCT kwa ajili ya maombi maalum ya kuombea taifa letu la Tanzania. Na
kipindi hiki tufahamike ya kwamba tunakwenda katika taifa letu tunakwenda katika kipindi cha uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Mara nyingi sisi kama watumishi wa Mungu, wajibu wetu ni kuomba ili amani iwepo na mambo yote yaweze kwenda katika hali ya utulivu na nchi yetu iendelee kubaki kuwa katika hali ya amani. Nani nakwenda kuomba sasa, tushiriki pamoja maombi haya ya kuinua nchi yetu. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nasimama mbele zako kwa moyo wa shukurani. Wewe uliyeniumba mimi na Watanzania wenzetu kuwepo katika nchi yetu Tanzania, nchi ambayo Bwana umeihasisi mwenyewe, nchi ambayo uliruhusu sisi tuzaliwe, nchi ambayo Bwana umeiweka amani yako inatawala, na hata sasa tupo tunaweza kufanya shughuli zetu, mipango yetu kwa sababu ya amani ambayo imetoka kwako wewe Mungu. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya uongozi uliouweka katika taifa hili la Tanzania. Maana Mungu unatumia watu siku zote katika kuamua na kupanga mambo yao wenyewe. Na ndiyo maana ulitupa viongozi wetu wa serikali katika mihimili mitatu, kwa maana ya serikali, bunge pamoja na mahakama. Hawa ndio wanasimamia hatima ya nchi hii katika kuamua, katika kupanga na kujua amani ya Tanzania inatunzwaje. Tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni Mungu unayetupenda. Taifa letu sasa linakwenda kuingia katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa kupata tena viongozi wapya watakao tamalaki na kuongoza taifa hili kipindi tena cha miaka mingine 5 iliyobaki. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaleta mpango huu mikononi mwako Bwana. Mara nyingi kumekuwa kukitokea mambo ambayo yanaleta sintofahamu kipindi tunachoelekea katika uchaguzi. Watu wengine wanatumiwa na yule adui mwovu Shetani kuleta uharibifu, kuondoa amani ya nchi, na wakati mwingine hata kusababisha mimwagiko ya damu na uharibifu mbalimbali. Katika jina la Yesu Kristo tunakwenda sisi kama watumishi wako kukataa roho zozote zilizojipanga kufanya uharibifu katika taifa letu la Tanzania. Katika neno lako katika kitabu cha Mathayo, neno lako linasema katika nukuu hiyo, Mathayo 15:13, ya kwamba kila pando ambalo Baba wa mbinguni ukulipanda litang'olewa. Nami kwa mamlaka ulionipa kama mtumishi wa Mungu, ninasimama kinyume na kazi zote za yule adui zinazokwenda kuharibu amani ya taifa hili la Tanzania. Ninasimama kinyume na kila mtu ambaye atakwenda kutumiwa na ibilisi kufanya uharibifu katika taifa hili, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba wa amani, tunaomba ukawatumie wa Tanzania kila mmoja kwa nafasi yake kuwa sababu na kuwa kichocheo cha amani katika taifa letu. Wakatende haki wanaosimama kwenye vyombo vya maamuzi, wakatende haki wanaosimama kutuongoza, wakatende haki wanaosimama kugombea, kila mmoja kwa nafasi yake, ili Mungu kasimame katika haki, na wewe unataka sisi tusimame katika kutenda haki. Baba, nakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Utaiponya Tanzania ambayo Mungu umeasisi amani yake tangu ilipoumbwa, uliposema iwe, na hata tulipopata uhuru Tanzania imeendelea kuwa na amani. Tunaombea sasa wale wote wanaokwenda kuingia katika mchakato huu wa kugombea. Bwana, tunajua ya kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi latoka kwako wewe Bwana. Na kwa sababu hiyo, Mungu wetu wa mbinguni, tunaenda kuwaweka mikononi mwako wote wanaokwenda kuingia kwenye huo mchakato, ya kwamba Mungu kupitia hao ukatuchagulie na kutupa kiongozi anayetoka kwako Bwana, msikivu, mtii na aliye tayari kutenda yaliyo mema kwa Watanzania wote bila kubagua kwa mambo ya udini, ukabila, rangi na namna iwayo yote ile, ili amani yako iendelee kutawala. Maana haki huinua taifa, nasi tunahitaji haki iendelee kutendeka katika taifa letu la Tanzania. Asante Bwana kwa ajili ya watumishi wako pia wa kanisa ambao tutaendelea kusimama nao kwa maombi mpaka tunapohitimisha wakati wa uchaguzi Oktoba ile 10. Baba, nakushukuru na ninayaweka haya mambo yote mikononi mwako, ni katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni sana watazamaji wetu katika kipindi hiki maalum kabisa kwa ajili ya Tanzania inasimama kwa ajili ya maombi.
na ninayesimama mbele zako ni Askofu Mkuu Erastus Silas Mayunga wa kanisa la Shiloh Life Gate Missions hapa Kigamboni, Dar es Salaam, na nipende kuwakaribisha sasa ndiye nayeongoza katika maombi haya. Twende mbele za Mungu na kuliinua taifa letu la Tanzania. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo aliyefufuka kutoka katika wafu, inalisogeza taifa letu la Tanzania mikononi mwako, e Bwana. Nami nanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari. Uweza na nguvu na mamlaka vina wewe. Asante Baba kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Umetupa mipaka yetu, na Bwana asante kwa ajili ya majirani ambao wametuzunguka. Taifa letu la Tanzania tuna majirani nchi kama 8 zinazotuzunguka. Na Bwana tunakushukuru kwa ajili ya amani ambayo umetupa katika taifa letu la Tanzania, kwa sababu ya kumwagika damu yake Yesu Kristo pale msalabani. Na kwa damu ya msalaba wake tunaitangaza amani, tunainua amani katika taifa letu la Tanzania. Bwana, umesema ya kwamba, e Mungu wetu, moyo wa mfalme uko mkononi mwako, na wewe unaweza ukaugeuza upendavyo kama mfereji wa maji. Baba, kwa ajili ya neno hili lenye mamlaka, inainua serikali yetu ya Tanzania, viongozi wote kuanzia ngazi ya rais pamoja na makamu wa rais. Inainua pia waziri mkuu mikononi mwako, na hata naibu waziri mkuu na viongozi wengine katika wizara zote zinazosimama kwa ajili ya kuwakilisha serikali yetu ya Tanzania. Inainua pia na mahakama yetu ya Tanzania pamoja na viongozi wanaosimama katika nyadhifa zao. Inawaleta mikononi mwako, e Bwana, kwa sababu haki huinua taifa. Na uliza ya kwamba haki ikasimame katika nafasi zetu za mahakama, ili ya kwamba maamuzi yanayofanyika katika kila hatua inayoendelea, ikiwa ni mahakamani, ikiwa ni katika mashauri mbalimbali, kuanzia ngazi za chini za watu pekee mmoja na hata ngazi za kitaifa, yakafanyike katika haki na katika ile utulivu na usahifu. Na inua pia, e Mungu wetu, bunge letu la Tanzania pamoja na spika wetu wa bunge. Na inua pia Bwana majeshi ya nchi yetu ya Tanzania, jeshi la wananchi wa Tanzania. Ninaliombea, e Bwana, na viongozi wanaosimama katika nyadhifa zao mbalimbali. Jeshi la magereza ninawainua mikononi mwako pia. Mkono wako ukapate kuwa juu yao, wapatie neema ya kuweza kuliongoza, e Bwana Mungu, eneo lile katika hekima na usahifu wako, e Bwana. Na inua pia jeshi la polisi, na hasa wakati huu tunapoelekea katika uchaguzi mwaka huu 2025 mwezi wa 10. Baba, ninakabidhi katika mikono yako jeshi la polisi likapate kusimama katika nafasi ambayo italeta utulivu na utengemavu. Baba, nakushukuru kwamba Mungu, kila mmoja wetu katika kila anachokifanya, e Bwana, hofu ya Mungu ikapate kutawala na ukasimame wewe mwenyewe. Achilia amani yako na utulivu. Roho Mtakatifu ukaliatamie taifa hili katika jina la Yesu. Ukainue, e Bwana Mungu, roho ya maombi na neema ikamwagike juu ya taifa letu la Tanzania, na kila mmoja Bwana akapate kujua ya kwamba tunalo taifa moja peke yake, na hilo ndilo ambalo Bwana umetupa. Basi ukatuatamie, tunakimbilia chini ya mbawa zako. Uwepo wako ukapate kutufunika, utukufu wako ukatamie. Ninaomba kama ambavyo Bwana Yesu alivyosema ya kwamba ufalme wako uje na mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama inavyotimizwa mbinguni. Nimeomba haya na kushukuru ni katika jina
la Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Namtukuza Mungu tena kwa siku ya leo ambayo Bwana ametupa kibali kuwako katika madhabahu hii ya ATN. Kwa majina yangu ninaitwa Askofu Mkuu Elbariki Jonas Kishimbo. Ni muasisi wa huduma inaitwa Agape Ministries Bethel, tuko Kigamboni. Mungu ametupa kibali tena leo kuweza kusema na jamii na taifa la watu wa Mungu. Nitoe pongezi zangu kwa mtume wa Mungu Fernandez juu ya neema ambayo anaiachilia kwa ajili ya kulileta kanisa katika umoja, na ninaamini ya kwamba hata majira haya na vipindi ambavyo vitakavyoendelea mahali hapa kwa ajili ya kulileta taifa na watu wa Mungu waliokusudiwa kuweza kupokea neema ya Kristo, nasi kuweza kupata neema ya kukombolewa katika vifungo vya yule mwovu ibilisi shetani. Hakika Mungu akapate kuthibitika na kumbariki sana kwa yeye kusimama na huduma ambayo Mungu amempa na utume alio nao ndani yake katika neema hii ya kituo hichi cha ATN. Nami nichukue nafasi hii kuweza kushiriki nanyi maneno machache wakati huu juu ya kuweza kusimama katika kuliombea taifa letu la Tanzania. Na si Tanzania tu, tunaliombea taifa la Tanzania, tunaomba kwa Afrika nzima na hata ulimwengu wote, ili Bwana akathibitike na kutukomboa sisi aliotuchagua kwa kusudi la utimilifu wa utukufu wake katika ufalme wake. Yako maneno ambayo nilikuwa ninapenda kuweza kushiriki muda huu kwa ajili ya kukamilisha kipindi hiki ambacho Mungu ametupa neema hii kupitia mtumishi wa Mungu Fernandez, kupitia huduma hii ya ATN, ya kwamba Mungu alitukusudia tuweze kuishi katika maisha ya ushindi. Mungu alitukusudia tuishi katika maisha ya umoja ili tukapate kutimiliza lile lililo la utukufu wa ufalme wake katika kusudi alilotukusudia sisi hapa duniani. Hivyo niweze kunena maneno haya na kumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo Bwana ametutendea. Liko neno ambalo napenda kushiriki ambalo linaongelea juu ya baraka za kuwa na umoja. Kwa nini ninaongelea juu ya baraka za kuwa na umoja? Ya kwamba tutakaposhikamana katika umoja wa kweli rohoni, tunaamini ya kwamba kilio chetu mbele za Mungu kitasikika. Tukirejelea katika mafundisho ya neno la Mungu, Biblia nayo inaongelea katika vipengele kadha wa kadha juu ya kanisa. Kanisa lilisimama likaomba na yakaonekana matokeo makubwa sana juu ya wale waliokuwa wamefungwa, wameshikiliwa katika vitanzi vya yule mwovu ibilisi shetani. Neno hili tunalipata katika kitabu kile cha Zaburi ya 133, likinena juu ya kwamba tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. 3, akanena akasema, kama umande wa Harmoni ushukao mlimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka na uzima hata ule wa milele. Bwana asifiwe sana. Ni kweli tunaamini ya kwamba tutakapopokea utimilifu wa ufunuo wa maneno haya ya Mungu, ya kwamba tukishikamana kwa ajili ya utimilifu wa utukufu wa Mungu, hakika tutalikomboa taifa letu, tutalikomboa kanisa na Bwana ataenda kuthibitika. Tunaamini ya kwamba umoja wa makanisa Tanzania CPCT una kusudi kubwa la Mungu ili kuweza kuleta nguvu ya pamoja, tukiomba kwa pamoja Bwana akasikie kilio ambacho kitatukomboa katika vifungo vya yule mwovu ibilisi shetani, na haki itakwenda kuthibitika na kusimama katika taifa letu, na baraka za Mungu zitathibitika kwetu, na hapo ndiko tutakapokwenda kufikiria hata ule uzima wa milele. Amen. Niombe. Takatifu Mungu wa rehema, ninasema asante kwa maana wewe ni mwaminifu. Ninaliachilia neno lako katika jina la Yesu. Baba, ninalileta taifa la Tanzania mikononi mwako. Ninaomba Bwana juu ya kanisa, nikiomba umoja wa kanisa, Mungu wa mbinguni ukathibitike. Ninaomba juu ya kituo hichi cha ATN na mtume Fernandez, Baba uliyemchagua kuweza kutuleta pamoja Bwana, ili kuliinua taifa katika haki.
neema yako ikathibitike, tukiamini ya kwamba Bwana hautatuacha na hautatupungukia. Tunaomba maongozi ya Roho wako Mtakatifu katika kila neno kwa utimilifu wa kusudi la utukufu wa ufalme wako. Ni katika jina la Yesu nimeomba, amen. Nashukuru watazamaji wetu, tulikuwa kwenye kipindi chetu cha maombi ya taifa. Nashukuru kwa muda wako uliotumia katika kushiriki na sisi katika haya maombi, na ni maombi yatakayokuwa yanatujia siku na wakati kama huu. Na muda ukifika kama huu, hebu mkaribishe jirani yako ili tuungane pamoja kuiombea nchi yetu. Tunahitaji amani, tunahitaji furaha, tunahitaji tuone nchi yetu inastawi, kwa sababu kustawi kwa nchi ni kustawi kwako pia. Tunawashukuru wote mlio pamoja nasi, na tunawatakia kila mmoja amani ya Mungu na iwafunike. Ni katika jina la Yesu tumeomba, amen.